kwenye Kweli Yote TV, majina nyingine na wakati mwingine. Tunakaribishwa na yeye Kweli Yote kwa sababu ndiye muumba, kwa ajili ya sisi sote kujifunza nini maana ya siku ya mwisho na namna inavyooperate au inavyofanya kazi kwa wote, kwa imani zote, kwa sababu siku hiyo haina imani. Siku hiyo haina ya kwamba mimi ni wa imani fulani au ni wa dini fulani, wote ni wake. Kwa hiyo tushukuru na karibuni sana weupe, weusi, wekundu, wote kwa ajili ya kupata nafasi hii. Hata yule ambaye hajajiunganisha basi msaidie ili aweze kuona, ili yasije yakamtokea yale ambayo kwa uhalisia sasa yanatokea juu ya nchi kwa duniani, kwa sababu duniani sasa hivi msingi wa dunia umetikisika. Ukisoma kwenye Mathayo ile 24 yote pale mpaka kwenye mahali pa utimilifu utakunda msingi wa dunia umetikisika. Kwa hiyo tushukuru, tumwambie Baba tunashukuru. Baba mwema mzuri, tunakushukuru, tunakuinua wakati mwingine kwa ajili ya uumbaji wako, kwa ajili ya watu wako na kila kitu ulichojiumbia. Wewe utufundishe, utuhekimishe kwa kusudi jema kabisa, ili tuishi hapa juu ya nchi, sio tena mbinguni, kwa sababu maisha ya mbinguni yamefika mwisho na hayapo tena, kwa utukufu wako imetokea. Kwa hiyo karibu kwa wakati mwingine. Yeye aliyetumba anahitaji sikio alilokurejeshea, ili uelewe, ili usikie, jicho na akili, hata ile nguvu ya moyo. Kwa hiyo karibuni sana kwa wakati mwingine kwa ajili ya kupokea hii nguvu ya habari ya kweli yote, kwa sababu alisema atakuja kama vile tusivyotazamia. Sasa amekuja, ndio maana anatuelezea yale ambayo tulikuwa hatujawahi kuyaona. Kwa hiyo karibuni sana kwa wakati mwingine. Leo tunafahamu au tunafahamishwa na yeye kwamba je, kwenye majira ya siku ya mwisho, je, imani itatumika? Je, upendo utatumika? Kwa hiyo hapo utajua leo kwamba ni vitu viwili tunafahamishwa, nini ambacho sasa hivi kipo juu ya nchi kwetu hapa, kwa sababu akija anafumua mifumo yote. Kwa hiyo jambo kubwa kabisa kwamba ni namna gani leo utafahamu kwamba je, upendo katika siku ya mwisho utaendelea kutumika kwetu sisi, na ile imani je itaendelea kutumika kwetu, au kuna namna gani tena ambayo atatupa yeye. Kwa hiyo leo utafahamu. Kwa hiyo ndio mauti na kuzimu zimetutoa. Kwa hiyo Yohana ile 16 ile 17 anasema akija yeye, mpaka 16 anasema akija yeye atatuelewesha habari ya dhambi, habari ambayo ni ya haki, na habari ya hukumu. Hayo mambo matatu lazima wakati upo kila mahali uyaelewe na uyafahamu kwamba ni kipi ambacho atakuja kusisitiza sana juu ya nchi na kile ambacho tayari kinaonekana kabisa. Yohana 16 ile 17, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hatakuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Na akisha kuja huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na ile hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawakuniamini. Kwa hiyo maana kubwa kabisa ya dhambi kubwa juu ya nchi ni ile kwamba tulinyang'anywa ile nguvu ya kuamini. Kwa hiyo namna ambavyo inavyoendelea, hata unavyoona wanafundishwa imani, wanafundishwa tumaini, ile ni mahali tu pa nje, lakini imani kabisa ya ile kweli ilikuwa haipo, kwa sababu ya yale ambayo umeelewa kwa wakati wa kipindi cha unabii wa yule aliyetumwa kama kweli kwa levo ya Yesu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawakuniamini, na kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu, na kwa habari ya hukumu, yule mkuu wa ulimwengu amekwisha kuhukumiwa. Hata bado ningali nayo mengi ya kuambia, lakini siwezi sasa, hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, ina maana moyo wa kweli, huko tulikuwa tunaita Roho Mtakatifu, atakapokuja, kwa sababu Roho Mtakatifu ni mwalimu,
ndiye moyo wa Baba. Ukifungua kwenye Mathayo 10 ule mstari wa 19, utasema wakati takaposimama hatutajifikiria sana habari ya kujibu, yaani una claim au unaingiza nguvu ya kila ambacho si katika kuelewa, bali kila mmoja atasema yeye Baba kupitia ule moyo wa kufundisha, moyo wake wa kila mmoja utakuwa juu ya nchi. Na sasa upo, ndio maana hapo ulipo anakufundisha yeye. Lakini yeye atakapokuja huyo moyo wa kweli ambao sasa unaitwa roho ya kweli ni ya Baba, ataongoza watie kwenye kweli yote. Kwa hiyo kumbe si kwamba kutakuja vitu vingine, ila ataleta ile ujumbe kwa ajili ya kutufundisha kwamba kulikuwa kuna nini kwenye ibada, kulikuwa kuna nini kwenye maisha haya, na ni kitu gani ambacho kilikuwa kinatakiwa tukitumia. Lakini yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake, lakini yote atakayosikia atayasema, na mambo yajayo atawapa habari. Huyo ndio atakuwa kwenye utimilifu wa kusema yote. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatoa yaliyo mema kwa ajili ya kuwapasha ninyi. Sasa huyo ndio atakuja anayesema huyo kwa ajili ya moyo wa Baba, ambaye ndio tunasema roho ya kweli. Tulikuwa tunasema Roho Mtakatifu. Huyo sasa atatuambia habari ya Baba, na ndio unasikia habari ya Baba waziwazi kwamba kwenye Yohana 16:25, hayo nisemayo kwa misali, saa yaja ambayo sitasema nanyi tena kwa misali. Kwa hiyo akishakuwa halisi kama hivi unavyosikia, na majira yake ikiwepo kwa ajili ya mwaka wake uliobeba siku ya mwisho, basi utasikia yote. Kwa hiyo majira zote sasa na wakati wote tukiwa juu ya nchi tuliishi kiunabii. Haipingiki. Kwa sababu kama utasema atakuja tena, ina maana tunaishi kiunabii. Kwa hiyo habari zote, mafundisho yote ya imani zote, hayo yote yako kwenye mfumo unaoitwa nguvu ya yatarajiwayo. Ndio maana unasema imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, kama vile ambavyo imeandikwa kwenye ile nguvu ya Ibrania ile 11. Sasa kwenye siku ya mwisho, jambo kubwa kabisa ni dhambi kuelezewa, kama tulivyoona kwenye Yohana 17 ile 7, na haki ni ile kweli, na hukumu. Kwa hiyo turejee kwenye siku 2-3 tulichojifunza, alafu tupite tufahamu, alafu tuendelee. Kubwa kabisa ambalo tumesaidiwa kujua na yeye ni kujua maana ya mbinguni. Hilo jambo la kwanza kabisa usisahau. Mbinguni ni level ya juu ya ufahamu. Kwa hiyo kuna mbinguni ya Baba ambaye ndiye kweli yote, hapo panaitwa mahali pake. Na kuna mbinguni ya wabaya juu ya nchi, waliokuwa wanatupeleka mahali pa mbinguni bila kujua. Sasa rafiki, kwa bila kujua hatukuweza kufahamu ya kwamba mbinguni ni ufahamu. Kwa hiyo jambo la pili kubwa, mbingu ina maana ni level ya ufahamu, na wingu ina maana ni habari. Ndio maana kwenye nguvu ya Ufunuo 14 ile 14 anasema wingu jeupe. Hata mahali pa Ufunuo 10 utakutana na hapo. Kwa hiyo wingu jeupe ni habari za kweli na zile za utimilifu. Mawinguni ni yule anayepeleka habari, huyu ambaye sasa anasema, yani hii nguvu ya muonekano huu kwa uhalisia. Kwa hiyo mauti na kuzimu ina maana ni uongo. Hilo jambo ndilo kubwa ambalo tulikuwa sasa tumeeleweshwa kwa ukamilifu kabisa, na ile ukamilifu wa dahari, kwamba maana ya ukamilifu wa dahari kupitia ile Mathayo 28:19 ni ile kujua Yesu aliagizwa nini. Kwenye Isaya 6 ule mstari wa 8 mpaka 13, kwamba yeye kila alichoagizwa
ni kuja kutuonyesha siku ya mwisho ina maana gani na itatokeaje na dalili zake zitakuwaje, na kutuonyesha ibada inavyoendeshwa aliyoikuta ibada ya Mafarisayo. Kwa hiyo iliendelea, ila walijifunika kofia ya kanisa kuonekana kwamba kanisa ndilo liko hivyo, lakini zile ibada zote zinazoendelea sasa ni ibada za mapokeo. Kwa hiyo zilijifunika tu kilemba ambacho kwa ajili ya kuonekana kwamba ni kanisa, lakini kanisa lilikuwa kwa ajili ya utendaji bado alipo. Ndio maana akasema nitalijenga kanisa juu yako Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga, na milango ya kuzimu haitalishinda. Lakini tunaona Petro akimwacha Yesu. Kwa hiyo anaonyesha tu kwamba kwenye Ufunuo ile 22, ile Ufunuo 21 ule mstari wa 10 mpaka 22, kwamba ule msingi wa dunia wenye mitume 12, kabila 12, nyota 12, ile nguvu ya matunda 12, hata mwaka wenye miezi 12, hata nguvu ya majina 12, na wale malaika 12, hata wale simba 12, hata vile viti 12. Hiyo ndio ilikuwa madhabahu ya kanisa, lakini ikaonekana ile nguvu ya jua na mwezi ikawa ni ibada ya dunia kupitia Yeremia 33 ule mstari wa 20 mpaka 26. Kwa hiyo tunaona hiyo madhabahu ikawa imeondoka, hata nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa sababu aliyekuwa anapewa dhamana ni hawa waliokuwa wanaweza kuonyeshwa kwamba hawa ndio mitume, kwamba Paulo ndio mkuu wa kikosi cha mitume 12. Lakini tunaona kwenye Mathayo 26 mpaka 26:69 anamkataa mara 3, na kule kwenye Yohana 21 akiwa amepewa anointing, tunza kondoo, lisha kondoo na tunza wana kondoo. Kwa hiyo hapo tunaona kabisa kwamba hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu haikuwa. Ndio maana kwenye nguvu ya Luka 23 ikabidi Luka 23:44 ile saa 6 mpaka saa 9 pazia likapasuka, hekalu likapasuka. Ina maana alikuwa anaonyesha kwamba ule mfumo wa ibada juu ya nchi hauna mawasiliano yoyote na yeye. Kwa hiyo ndio maana unaona akakabidhi moyo wake, ile roho yake akakabidhi kwa Baba. Kwa hiyo roho, ina maana tukawa tuna utendaji tena wa roho zaki alizokuwa zinatenda kazi kwa ajili ya yale maroho yaliyokuwa yanatengenezwa kupitia ule uongo mwingi juu ya nchi. Ndio maana akasema tawakomboa na nguvu ya kaburi na mauti. Kwa hiyo mauti na kaburi ina maana ni uongo. Kwa hiyo hata wakati sasa Paulo anapitia kwenye ile barabara ya Mathayo 15 kwamba wanafunzi wake kwamba hakuna ibada ya nje ya mataifa, kwamba mataifa msiende, kwa hiyo wazunguke tu pale pale kwenye mfumo uliokuwa kwa ajili ya yale, ili yeye ajionyeshe, kwa sababu injili ilifanyika kwanza kubwa ni ya Yesu, kuambia, kufundisha. Ndio maana hakuwa na center ya kanisa, yeye alikuwa anaingia kwenye masinagogi. Kwa hiyo kanisa alikuwepo mpaka anaondoka. Kanisa limekuja kuonekana, kutambulishwa na Paulo wakati anaonekana anapakwa mafuta na Anania kwa ajili ya kuonyesha kwamba Roho Mtakatifu amemtokea. Lakini kama Roho Mtakatifu master amesema amefunga na akampa Baba, ina maana si rahisi kwamba ni roho gani iliyokuwa inatumika. Ndio maana akasema roho zitendazo kazi kupitia Ufunuo ile 16 ile 13 ni zile roho za mashetani, ndizo zilikuwa zinafanya ishara. Kwa hiyo ndio maana hata Ezekieli sasa, Zekaria 13 akasema atazifumua hizo roho ambazo roho chafu za kitume na kinabii. Kwa hiyo tunaona sasa, ina maana utendaji huu ukawa umeisha. Ndio maana tumefundishwa sasa na yeye juu ya kwamba lile bonde la uvuli wa mauti kubwa ni kupitia Matendo ile 1 mpaka Yuda, kwa sababu hapo ndio tunafundishwa mfumo wa Roho Mtakatifu, tunafundishwa mfumo wa imani na mfumo ambao ni kwa ajili ya upendo, na mfumo ambao ni kwa ajili ya kwamba sasa yeye ndio wa mataifa. Lakini kwa uhalisia hakuna aliyetumwa na Yesu baada ya hao mitume
Kwa hiyo ilibidi tu tuendelee na zile ibada zetu tulizokuwa tunaendelea nazo. Kwa hiyo tunaona leo sasa, kwa kufahamu hayo, ndio maana leo tunasimama kwa ajili ya kufahamu upendo kwa ufupi, lakini utaelewa upendo. Je, upendo ulitakiwa sasa katika majira hii, je, utatumika? La, upendo hautatumika kwa sababu upendo haupo tayari juu ya nchi. Upendo haupo juu ya nchi. Upendo umeshanyonywa na unatumika vingine, si kama vile alivyokuwa amekusudia. Ndio maana akafundisha kwamba kwenye Mathayo 24, Mathayo 24 ule mstari wa 12, na kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Unaona? Kwa hiyo tunaona sasa kwamba neno upendo kwa uhalisia halikuweza tena, kwa sababu tayari limezongwa na yeye aliyekuwa amelitamka kupitia ile Yohana 13 kwamba nimewaachia upendo. Alikuwa kiunabii kwamba wakati atakapokuja, kwa sababu upendo wenyewe haukueleweka vizuri, ni upendo ukoje. Sasa utauona namna jinsi ulivyoenda kuwekwa. Pengine tunaona kwenye Rumi 8:38, iliposhindikana kuonekana upendo, nasoma, kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwepo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu. Na wakati Yesu yuko kiunabii, ina maana upendo ukawa kwenye unabii, kwa sababu ya Isaya ile 6:8. Yesu hakuja kuyamaliza kama alivyosema kwenye Mathayo ile 5:17. Msidhani ya kuwa nimekuja kutangua Torati au manabii, la, sikuja kutangua bali kutimiliza. Yaani kila ambacho hakikueleweka akiweke sawa. Kwa hiyo hata huu upendo, ina maana alikuwa anataka kutuelewesha kwamba ni maana gani upendo ambao ulikuwa unatakiwa. Sasa tunaona akituonya sisi kama vile kwenye Yohana 13 ile mstari ule mstari wa 34, nasoma, amri mpya nawapa, mpendane kwa vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane hivyo hivyo. Hivyo watu wote watawatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Sasa ukiangalia hichi alikuwa anakisema kwa sababu ya hao mitume wenyewe, wakati tayari kunatoka nguvu ya kila ambacho alikuwa yeye ameagizwa. Tunaona kwenye Mathayo 24 Mathayo 25 ule mstari wa 31, ndipo Yesu akamwambia, ninyi nyote mtachukizwa kwa ajili yangu usiku huu, kwa kuwa imeandikwa, tutampiga mchungaji na kondoo watatawanyika. Kwa hiyo tunaona kabisa
kwa utimilifu wake hapa akikanseli na 38. Huyo kweli kwa Levo akawaambia, amini nakuambia wewe, usiku huu kabla ya kuwika jogoo utanikana mara 3. Petro akamwambia, ijaponipasa kufa nawe sitakukana kamwe. Na wanafunzi wake wote wakasema hivyo hivyo. Kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo Getsemani. Akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Akamchukua Petro na wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akamwambia, moyo wangu na huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kiombe hiki kiniepushe, lakini si kwa nipendavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Akawaijia wale wanafunzi, akawakuta wamelala. Akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni muombe, msije mkaingiwa katika majaribu. Roho ilazi, lakini mwili udhaifu. Sasa kwa sababu hakuna ndani yao moyo wenye kuwatia nguvu, ina maana tayari nguvu ndani yao haikuweza kustahimili. Kwa hiyo hata ile upendo wao kwa wao, wakati yeye anaondoka, tayari hawakuweza kuelewana. Kwa hiyo kila mmoja alienda kwenye nguvu ya mahali ambapo alikuwa tayari amesetiwa. Tunaona kwenye Mathayo 7:21. Mathayo 7:21. Si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wake yeye, bali ni yeye afanyie mapenzi ya Baba yangu aliye mahali pake. Wengi wataniambia siku hiyo, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kwa hiyo ndio judgment. Hata tukisoma kwenye Mathayo 22 ule mstari wa 37, akamwambia, kwa hiyo lile kusudi lilokuwa kubwa ni kwamba tumpende Baba, lakini kwa sababu tayari upendo ulikuwa tayari umeshavurugika huku juu ya nchi, upendo ule ambao ulikuwa unatakiwa uwepo kwetu haupo. Mpende yeye kweli yote, kwa moyo wako wote, na kwa nguvu yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndio amri iliyo kuu. Kwa hiyo tunaona kwamba baada ya yeye kutuonyesha kiunabii, kwa hiyo amri iliyokuwa inatembea juu ya nchi ambayo tayari tulimnyang'anya Baba aliitoa kwa sababu alimpa huyu kiunabii, lakini kwa sababu ya ile nguvu ya Mwanzo 2:23-25, Adam kumwacha baba na mama, yani kumwacha ile nguvu ya kweli yote na kumwacha mama ambaye ni majira ya kweli, kuambatana, ina maana upendo ambao alikuwa anatakiwa kuonyesha kwa baba uliondoka. Kwa hiyo wakati anakuja sasa kweli kwa level ya Yesu kutuonyesha kwamba bwana, kitu ambacho kilichokuwa kinatakiwa ni huu upendo, lakini sasa haupo. Upendo umeenda kwenye vitu na watu. Ndio maana leo unakuta wapo wapenda nao na kuna siku ya wapenda nao juu ya nchi. Kwa hiyo kama yeye amri kubwa ni upendo, na sasa tuko kwenye upendo wa vitu na watu, sasa kweli huyo baba atatusaidia vipi wakati kilele cha kila kitu ni upendo? Tunaona kwenye Kumbukumbu 6:5, mpende kuliko chochote. Tunaona hapo hakuna, haikutokea. Lakini kwa ufupi na kwa uelewa, ina maana upendo ulichukuliwa. Ulipochukuliwa ulipelekwa kwenye vitu.
na shetani, ulipelekwa kwenye nguvu ya watu. Kwa hiyo watu tunawapenda sana kuliko kuipenda ile kweli yote, na ndio maana sasa shetani akaenda kutengeneza miujiza. Watu wakapenda sana miujiza, wakapenda sana nguvu ya watumishi bila kumpenda yeye ambaye lile fundisho la kweli. Na ni kwa sababu tulikuwa kwenye unabii, wala si bahati mbaya. Ndio maana anasema ikifika wakati wake, na umefika, hawezi akatumia kusema tupendane sisi kwa sisi. Hiyo upendo wa sisi kwa sisi ameufuta. Kwa sasa hivi anachotaka sasa hivi mimi na wewe ni kwamba sasa hivi tuheshimiane, yeye abaki kupendwa. Hiyo ndiyo amri iliyokuu juu ya nchi, ili kuwafuta wale jamaa waliokaa kwenye vitu na watu. Naweza kukupa mfano, ngoja nisome hapa alafu uone. Hii Mathayo 7 mstari wa 12. Hiyo ndio amri tunayobaki nayo. Anasoma hivi, Mathayo 7:12. Basi yoyote myatakayo mtendewe na watu, nanyi watendeni hivyo hivyo, maana hiyo ndio Torati na manabii. Kwa hiyo amri kubwa na amri kuu kwetu sisi sasa hivi kwenye majira hii, upendo wa watu na vitu umefutwa. Nguvu inayosimama kwa ajili ya imani ya vitu watu imefutwa, na amani ya vitu watu imefutwa. Kwa hiyo umebaki sasa kuheshimiana, yaani kiongozi kwa kiongozi wanaheshimiana, mdogo kwa mkubwa wanaheshimiana, na mdogo anamheshimu mkubwa na mkubwa anamheshimu mdogo. Asivyofanya hivyo, yule ambaye atakuwa kinyume kwa ajili ya kuoneana, yeye atakutana na hukumu sasa hivi, kwa sababu tuko kwenye siku ya mwisho. Ndio maana unaona mambo yote sasa hivi yameparaganyika, yameharibika. Nini? Msingi umetikisika. Mfumo ni wa kweli, kwa sababu ndio nguvu ya yeye kubeba uumbaji na vitu vyote. Kwa hiyo nikikwambia aliye na uwezo wa kufuta upendo ni Baba, si mimi unayeniona au unayenitazama hivi. Ni Baba ambaye ni kweli yote, aliyefanya sisi tuwepo na uumbaji huu. Akisema judgment imefika, ni kweli kwamba kila neno lisilokuwa linapaswa kutumika basi litahukumiwa. Ndivyo ilivyo, na ndivyo wakati huu anafanya. Kwa hiyo naruka sasa uone faida ya upendo wa vitu ulivyokuwa. Ulikuwa hauna faida kwetu, kwa sababu sisi ni watawala. Hauwezi kutawaliwa na vitu na watu. Kwa hiyo shetani alikaa kwenye hivyo vitu. Tunaona kwenye Luka ile 6 ule mstari wa 31. Na kama mnavyotaka watu wawatendeni, watendeni hivyo hivyo. Maana mkiwapenda wale wawapendao ninyi, mwaonyesha faida gani? Na kwa kuwa wenye dhambi nao upendana wao kwa wao. Nanyi mkiwatendea mema wale wanaotendea mema, mwaonyesha fadhili gani? Hata wenye dhambi ufanye hivyo hivyo. Na mkiwakopesha watu huku mkitumaini kupata kitu kwao, mwaonyesha fadhili gani? Hata wenye dhambi huwakopesha wenye dhambi, ili warudishiwe vile vile. Bali nyinyi waheshimuni. Hapo akatumia kiwango cha juu kabisa, kwamba tuwapende adui, kwa sababu tayari uumbaji ulikuwa unachukia yule ambaye siye kusapoti. Kwa hiyo yale mabaya ya mtu ndani ya mtu yalikuwa natuvaa sisi, na ndio maana ukilichukia taifa fulani na taifa hilo, ina maana ule ubaya unakuvaa. Ndio maana akasema mkae kwenye nguvu ya kusameheana, kwamba
msibebane. Lakini sasa kwa sababu senta haipo, ndio maana sasa huyu anayeitwa Babeli akawa ametupeleka kwenye kupenda mila zetu, katupeleka kwenye kupenda desturi zetu, kabila zetu, asili zetu, na huku kupenda imani na dini na watumishi. Kwa hiyo tukamwacha yeye. Ndio maana kwa kile sasa kutoelewa kwamba Yesu alitumwa nini, na hata wakati Paulo kwamba je, alitumwa nani na alitumwa nini, bila kuelewa. Kwa hiyo tumefundishwa hiyo kwa sababu ya maisha ya Babeli. Lakini ikifika wakati wake mwenyewe juu ya nchi, anabadilisha mfumo. Kwa hiyo anabaki sisi tunaheshimiana. Kwa hiyo ukitaka uwe safe, basi mheshimu mwenzio, awe mdogo awe mkubwa. Hapo utafanikiwa na kila kitu, hata taifa kubwa au dogo. Kwa hiyo sasa hivi ni kuheshimiana. Bila kuheshimiana, mabaya yatatukuta sana, kwa sababu hukumu imesimama na baba hawezi kuja hapa kama muongo. Kwa hiyo umeelewa. Sasa tukamalizie imani. Sasa imani, je, kwa wakati huu nayo je, itafanya kazi au tutaendelea nayo? Imani tu kwa ufupi, wale waliokuwa wamekabidhiwa imani hawakuamini. Sasa je, itafanya kazi gani? Wao tunaona kwenye Marko 16 kwamba je, mbona nyinyi hamjaamini? Kwa hiyo madhabahu kubwa ya kanisa ilikuwa ni kuto kuamini. Kwa hiyo yeye akifika atatuonyesha kwamba bwana, imani mnayofanyia hamna imani nyinyi. Imani. Luka 18 ule mstari wa 8, na waambia atawapatia haki yake upesi. Walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Kwa sababu imani tayari alikuja kiunabii. Sasa wakati baba atakapokuja kupitia Yohana ile 16 ile 7 mpaka utimilifu wake, kutuonyesha aliyekuja ni nani na ambaye sasa atafanya haya ni baba, lakini ni ule moyo wa baba utakaoingia kwa mtu na kuanza kufundisha utendaji wa siku ya mwisho kwa ile kweli yote, na mahali pa senta pa taifa hilo pataonekana kwamba hapa ndipo ni kweli. Kwa hiyo hapa tunavyoongea mimi na wewe tunaosikia, kwa uhalisia imani hajaikuta juu ya nchi. Kwa hiyo sasa imani ambayo tayari tulikuwa tunaonyeshwa kwamba tuwe na imani ilihama, ni kama vile upendo ulivyohama. Sasa hivi ndani ya mahali pote pa ibada, kama kwa uhalisia kabisa, Yohana 20 ule mstari wa 19 tutasoma hapo, na Yohana ile 7:37 na Mathayo 17:14. Taisoma hiyo kwa sababu waliokuwa wanaonekana kwenye imani ni hao. Yesu kwa levo ya Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana amini nawaambieni, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu ng'oka, uondoke, hata uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwepo neno lisilowezekana kwenu. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Ndio maana watu wakakimbilia kufunga, kwa sababu ile nguvu ya fundisho lake kwa ajili ya utimilifu alikuwepo. Ndio maana yeye alikuja na kweli kuonyesha kwamba mfumo wa watu kuwa huru ni katika kweli.
Na ndio maana alikuwa anaonyesha kwamba mfumo wa imani ulio juu ya nchi ni mfumo wa vitu na watu. Sasa ina maana hapa tumalizie kwenye Luka 24 ule mstari wa 36. Na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao, akawaambia, amani iwe kwenu. Wakashtuka wakaogopa sana, wakizani ya kwamba wanaona roho chafu. Kwa hiyo woga, wasiwasi ndio ulikuwa juu ya nchi. Hakuna aliye na hakika, yaani kwa kila alichoamini, ambacho ni wachache, na wao wamekutana na misukosuko sana, kwa sababu uumbaji wote ulikuwa chini ya Babeli alivyokuwa amekabidhiwa kwenye ile Yeremia 27 ile mstari wa 5 mpaka wa 9, na mahali pa Yeremia ile 28 mstari wa 14 mpaka wa 19, ile nila ya chuma ya kutotoka kwenye nguvu ya uwanja wa Babeli. Kwa hiyo kila kitu kilichokuwa kinafanyika juu ya nchi, kama tulivyokuwa katika kuamini mitume 12 na kanisa lilikuwa limejengwa kwa kutokuamini. Kwa hiyo nguvu ya imani ikabaki na jamaa wanaoitwa nguvu za giza. Kwa hiyo tunaona hata wakati Paulo anasema sasa kwenye Ibrania 12 na Yakobo 12 na Yakobo 2:14, utaona hapo, ili tuishie hapo kwa leo, na ufahamu kwamba upendo umefutwa na yeye. Na hapo utaona kwamba sasa baada ya kufuta imani tunaenda wapi? Nasoma Ibrania 11:1. Basi imani ilikuwa na hakika. Huyu ni Paulo sasa, na ndio alisimamisha sana imani. Ndio maana kwenye nguvu ya Ibrania ile mwanzo kwamba baba Ibrahim alikuwa na imani, lakini kwa ufupi baba Ibrahim hakuwa na imani yoyote hapa, kwa sababu kilichotutesa ni mnara wa Babeli. Mnara ni mfumo ulio katika maisha ya watu wote juu ya nchi. Mnara wa Babeli uko kwa Ibrahim na uzazi wake, familia ya Ibrahim. Kwa hiyo yeye anaitwa baba wa imani, na kama baba wa imani hapa tunaona anamuoa Sara. Sara anachelewa kuzaa. Sara mwenyewe anamwambia Ibrahim, sasa bwana, hebu nenda kwa huyu mfanyakazi tupate mtoto kwake. Huyu baba wa imani akakubali kwa kanuni ya huyu ya mama. Kwa kanuni ya huyu akapoteza mwelekeo, akaja akazaa na Hajiri. Hajiri alipozaa naye baada ya miaka 15, tunaona kwa uhalisia kabisa ndio anapata mimba, anamzaa Isaka. Baada ya Isaka alikuja kuzaa watoto wawili, Yakobo na Esau. Tunaona hapa vita ikiwepo tumboni kwa huyu ambaye anaitwa Rebeka. Huyu Rebeka kukawepo vita, kukawepo mataifa mawili yakigombana kati ya Yakobo, mkubwa atamtawala mdogo na mdogo atatawaliwa. Ina maana hapa kukawepo matengano. Ndio maana Yakobo akaenda kuoa kwenye familia ya kina Sara, kwa ujombani kwa kina Labani. Kwa hiyo tunaona baada ya muda ndio tunaona Yakobo na yeye akipata watoto 12. Lakini tunaona kwenye familia tatu tunamwona Lea na Raheli. Tunamwona Raheli akiwa na mjakazi wake anaitwa Bilia, na Lea mjakazi wake ni Zilpa. Tunamwona Lea akizaa watoto 6, Raheli akizaa watoto 2, Bilia akizaa watoto 2, na mjakazi na Zilpa akizaa watoto 2. Tunaona huu mfumo huu ndio tunaona kwamba ndio taifa linaonekana kama la Israeli. Lakini na taifa huku lipo Ishmaeli, na yeye Hajiri amemzaa Ishmaeli, na Ishmaeli ana makabila 12 yanaitwa Masaili. Ukisoma kwenye Mwanzo 25:16, baada ya kufa Sara tunamwona huyu baba wa imani ambaye ni Ibrahim anaoa mke mwingine anaitwa Ketura. Huyu Ketura ndio anawazaa wa China. Ukisoma Mwanzo 25:1,
Kwa hiyo hapa sasa ndio mpalaganyiko wa imani. Kwa hiyo imani ikapotea. Kwa hiyo hapa kukawa tu na nguvu ya mafundisho ya hizi dini tulizokuwa nazo na watumishi mbalimbali wakiwa wanasema imani, lakini imani imeshafeli hapa. Kwa hiyo tunamwona wote ni uzao wa Ibrahimu. Matendo 19:27. Tunaona hapa sasa madhabahu kubwa ni kabila 12, lugha 12, majina 12, mitume 12, nyota 12, matunda, malaika, milango. Hii ndio madhabahu ya dunia. Kwa hiyo hii hakuna imani. Imani hii ni ya matengano. Nguvu ya kile ambacho sasa hivi anaachilia yeye ni sisi kukaa kwenye fundisho la kweli, kama vile alivyokuwa anasema kwenye Yohana ile 8:30 wakati huo, na ni sasa 8:31. Basi kweli kwa levo Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika kweli nayo wafundisha, mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itaweka huru. Wakamjibu, sisi tu uzao wa Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Kweli kwa levo Yesu akawajibu, amini nawaambieni, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Ina maana mtu wa kutokuamini. Mtumwa akai nyumbani siku zote, mwana ukaa siku zote. Kwa hiyo mwana ni yule aliyekuwa kwenye levo ya kusikia, kufundishwa, kukaa darasani, sio ishara na miujiza au imani ya vitu. Kwa sababu wewe ni mtawala, utatawaliwaje na vitu? Kupitia Mwanzo ile 1:26, wewe Adam, ninakupa huu uumbaji juu ya nchi, ulime na kutunza na utawale vitu vyote, madini na kila kitu. Sasa leo wewe unatawaliwa na vitu na watu. Wapi na wapi? Najua kuwa ninyi ni uzao wa Ibrahimu, lakini mnatafuta kuniua kwa sababu ya ile kweli ninayowaambia. Langu haimo ndani yenu. Niliyaona kwa Baba, ndiyo nayoyaona, nanyi vivyo hivyo mliyasikia kwa baba yenu, ndiyo mmeyatendayo. Wakajibu wakamwambia, baba yetu ndio Ibrahimu. Kweli akamwambia, kama mngekuwa watoto wa Ibrahimu mkazitenda kazi za Ibrahimu. Lakini sasa mnataka kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli, nimeyasikia kwa baba. Ibrahimu hakufanya hivyo, ninyi mnazitenda kazi za baba yenu Ibilisi. Ndipo alikwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa, tunaye baba mmoja, yani Mungu. Yesu akamwambia, kama Mungu angekuwa baba yenu mngeipenda hii kweli nayo wafundisha. Kwa sababu tayari tulikuwa tumetolewa tukapelekwa kwenye imani, tumaini, tukawa tunaona hawa watu kupitia Mwanzo 12, Ibrahimu. Hii majira imetengeneza nguvu nyingi sana ya kutoweza kuwapata, lakini leo ina maana ni kudumu kwenye ile kweli, ili Mathayo 6 sasa kila jicho, hilo jicho letu lifunguke kabisa. Ina maana ule msingi wa Mathayo 23 uwe umevunjika, na leo imani na leo upendo, elewa, haupo. Kwa kifuniko juu ya nchi walichokuwa wanatumia upendo kwa kuua wenzao, wanatumia imani kwa kuua wenzao, hiyo imefutika. Mathayo 23:23. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka na bizari ya ajabu, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yaani adili. Hii inayofundisha ni adili, kweli ni adili na rehema na imani. Hapa sasa akatumia imani, dunia wakashika, lakini hakuwa na maana hiyo, kwa sababu tayari ilikuwa kwenye nguvu ya kila ambacho kinakuwa kwa ajili ya nguvu ya unabii. Hayo mmeyapasa kuyafanya, wale yale mengine msiache. Viongozi vipofu ninyi, mnachuja mbu na kumeza ngamia.
ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnasafisha nje kikombe cha chano na ndani yake kimejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Ewe Farisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe, ili nje yake nayo ipate kuwa safi. Kwa hiyo sasa hatukuweza kusafishwa kwa sababu usafishaji wetu ulikuwa ni imani ya vitu na watu, upendo wa vitu na watu, wakati tunatakiwa tumpende Baba, yaani tuipende ile kweli, tumtangulize kwanza Baba. Ile kanuni ya sisi kupendana sisi kwa sisi imetengeneza matengano badala ya kujenga. Kwa hiyo leo kwa yeye kuja juu ya nchi, anatusii mataifa yote, weupe, weusi, wekundu, hukumu iko juu ya nchi. Siku ya mwisho kwa ajili ya hukumu kila neno lisilopaswa tayari iko juu ya nchi. Kwa hiyo nawaomba wote, mataifa yote, viongozi, vijana, mabinti, wamama, mataifa yote, tunaomba tutoke kwenye kupendana sisi kwa sisi. Sasa hivi hatupendani sisi kwa sisi, tunapendana kabila kwa kabila, lugha kwa lugha, koo kwa koo. Tunapendana watoto wako tu na mke wako na mme wako. Kwa hiyo anatuomba tutoke hapo. Ufunuo 14:6 nitasoma tena na tena na tena na tena. Ufunuo 14:6, kisha nikaona malaika wa utimilifu na ujumbe wa utimilifu ukiruka katika mbingu, wenye injili ya umilele, hawahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akisema kwa mamlaka iliyokuu nchini aliyewaumba, na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi na vitu vyote. Kwa hiyo tunakaribisha kwenye nguvu ya mahali pa mwendelezo kwa ajili ya kufahamu wakati huu. Unaposikia, mshirikishe na mwenzio, awe kiongozi, kwa sababu ni mambo yako wazi, kwa sababu amekuja kama mwizi na tayari ameshainua uumbaji wake. Ndio maana misingi ya dunia imetikisika. Kwa hiyo ni lazima wote turejee kwake yeye. Nikuonyeshe hapa. Lakini mara baada ya ile ziki kuu, ziki ya siku ile, jua litatiwa giza na mwezi utatoa mwanga, na nyota zitaanguka juu, na nguvu za mbingu za yeye kweli yote zitatikisika. Ina maana nchi hii itatikisika, jua hilo litatikisika, mwezi huo utatikisika, mvua itatikisika, mito itatikisika, kila kitu kitatikisika, kwa sababu yuko kwenye kutenda yale aliyokuwa ameyakusudia. Majira ikifika ataturudisha kweli. Kwa hiyo wewe sio wa mtume, wewe sio wa nabii, wewe ni wa Baba aliyeumba, ambaye ni kweli yote, na kweli yote imefika. Kwa hiyo toka, jifunze, tupokee, tujifunze, wote watumishi tujifunze. Majira ndio hiyo. Yeye Baba ametubariki, mataifa ameyabariki, anatuhitaji wakati huu. Tumeinuliwa na yeye mwenyewe ametuponya kwa utukufu wake. Mmebarikiwa sana. Barikie kazi, biashara, mataifa, viongozi, vijana kwa mabinti, wote wanafunzi. Sasa maisha, hakuna tena maisha ya mbinguni. Usidanganywe na nabii, usidanganywe na mtume. Karibu sana kwenye Kweli Yote TV na vyombo vyote vya jamii, tunapatikana huko. Tujifunze kwa utukufu na kwa utaratibu wake. Hakuna aliyewahi kutangaza siku ya mwisho tayari. Umebarikiwa.